Muhammad aliamini kuwa ametumwa na Mungu kama nabii wa mwisho wa Wayahudi na Wakristo. Hata alichagua Yerusalemu uwe mwelekeo wa sala kwa Waislamu. Mwanzoni Muhammad alijaribu kuwashawishi Wakristo na Wayahudi kwa amani wawe Waislamu. Hata hivyo, kwa kuwa ujumbe wake ulikuwa tofauti sana na imani na desturi zao, hawakuweza kupokea. Hii ilimkasirisha sana Muhammad. Alibadili mwelekeo wa sala ukawa Maka badala ya Yerusalemu. Wakati huo jumbe za maono ya Muhammad hazikuwa za amani kwa Wayahudi na Wakristo, zikawa kali na zenye vurugu. Aliua kinyama mamia ya wanaume na Kiyahudi na kuweka utumwani familia zao kwa sababu walikataa juu ya maono yake. Baada ya Wayahudi na Wakristo kumkataa, Muhammad aliongoza jeshi lake hadi Maka, akauteka mji na kutangaza kuwa hapo ni makao makuu ya Uislamu. Unaona? So nahitaji tuelewe zaidi kuhusu tofauti ya Wakristo na Waislamu. Nahitaji tujue kuhusu kifo cha Muhammad na mrithi wake. Kwanza, Muhammad alikufa mwaka 632 akiwa na miaka 62. Alirithiwa na mmoja wa wafuasi wake wa karibu aliitwa Abubakar. Abubakar alifuata mfano wa Muhammad wa vurugu na alitumia vita vitakatifu au jihadi wanaita, kulazimisha watu kukubali Uislamu kama dini yao au wakubali kuwa raia wa daraja la pili. Uislamu ulienea kwa kasi. Waislamu waamini kuwa Muhammad alikuwa mkamilifu, kila alichofanya na kufundisha kilikuwa sahihi na maisha yake lazima yatumiwe kama mfano wa jinsi ya kuishi. Hii ndio sababu ya Waislamu wengi bado wanaamini kuwa Uislamu lazima uenezwe kwa nguvu na kwa njia ya jihadi, kitu ambacho si sahihi. Like, comment and subscribe.